amelea, ameleta maendeleo. Sasa kazi imebaki kwako wewe uliyebaki na mimi ninayezungumza mahali hapa. Yeye ameishi maisha yake vizuri. Hakuna mwanadamu mkamilifu kwa 100%, lakini kwa kweli ni mtu ambaye hata ukijaribu kutafuta mapungufu ni vigumu sana kuyapata, maana Mungu alimjalia kuishi kwa uzuri. Kazi imebaki kwako wewe unayesikiliza, narudia tena, na mimi ambaye ninazungumza mahali hapa. Na ninaomba tutakapokuwa katika tafakari hii ya masaa haya, uyachukue haya na kuyahifadhi katika moyo wako. Na ninaomba kwamba Mungu atupatie moyo wa hekima kila mmoja wetu mahali hapa, tujue namna ya kuzihesabu siku zetu. Aliandika Daudi akinukuu maneno ya Musa, na tujalie moyo wa hekima wa kuhusiana na yeye kwa uzuri, kwa sababu siku zetu, rafiki zangu, si nyingi sana kama jinsi ambavyo tunadhani. Huyu mzee wetu aliyelala nilikuwa naangalia, mzaliwa mwaka 1947, yani umri wake ni sawasawa na umri wa taifa la Israeli. Lakini pamoja na miaka hii 78, ukiangalia nyuma unaona kwamba hatukutosheka kukaa naye. Na hii inatia muhuri na kuthibitisha kwamba maisha ya mwanadamu ni mafupi mno, yanapita kwa haraka kuliko jinsi unavyodhani. Kwa hiyo ukisahau yote ambayo nitayazungumza, ninaomba ukumbuke kwamba la muhimu si miaka mingapi utakuwa umeishi ulimwenguni hapa. La muhimu ni namna gani umeishi kwa uzuri maisha na zawadi ambayo Mungu alikupatia ukiwa hapa duniani. Na hiyo naomba iwe tafakari yako katika muda huu fupi wa maisha ya mwanadamu. Unaweza ukafikiri kwamba una muda wa kutosha, isipokuwa kama tu utakaa chini kuyatafakari na kuyafikiri haya ambayo Mungu alimuongoza Nabii Musa kuandika kitabu hiki cha Ayubu. Na katika kitabu hiki cha Ayubu, tunajua Ayubu alikuwa mtu aliyebarikiwa sana, mtu aliyekuwa mtoaji mzuri wa sadaka na dhabihu. Ayubu alikuwa tajiri. Ayubu alikuwa na watumwa na watumishi idadi isiyohesabika. Alikuwa na mashamba. Alikuwa amefanikiwa sana. Lakini baada ya mafanikio yote hayo, kwa sababu maisha haya yamejaa milima na mabonde, kuna nyakati ambazo alipita katika machungu, kuna nyakati ambazo alipita katika majonzi, kuna nyakati ambazo alipita katika magonjwa, alipita katika vipindi vya kufiwa, alipita katika vipindi vya maombolezo. Na mwisho wa mambo yote, baada ya mafanikio yote, baada ya machozi yote, baada ya furaha zote, alipokuwa katika wakati wa mwisho kabisa wa maisha yake, Nabii Musa anaandika kwamba Ayubu alihitimisha kwa kusema, maisha ya mwanadamu ni mafupi sana. Na Biblia inatoa vielelezo vingi ikijaribu kumweleza kila mmoja wetu anayesikiliza mahali hapa kwamba jamani, maisha yetu ni mafupi. Mfano unatolewa kwamba maisha ya mtu ni kama ua ambalo asubuhi unapita likiwa limechanua, linapendeza, ni zuri. Huyu ni mtu ambaye amechanua, amefanikiwa, amesoma, ni kiongozi wa nafasi za juu, ana heshima katika mitaa, katika miji na majiji. Ni mtu ambaye amekusanya umaarufu wa kutosha, mtu mwenye vipawa, mtu mwenye fedha.
kumbe hata na yeye ni kama tu ua ambalo unaweza ukashangaa ulipopita lilikuwa limechanua, ukirudi jioni limenyauka. Biblia inatueleza mahali hapa kwamba kila mmoja wetu maisha yake yanafananishwa na kivuli ambacho asubuhi ukiamka kiko upande mmoja, lakini jioni jua linapozama kimehamia upande wa pili na kinatoweka. Hata wakati wa usiku hukumbuki kulikuwa na kivuli mahali fulani wakati wa mchana. Maisha haya katika maandiko matakatifu yanafananishwa na mvuke wa maji ambayo yanatokota, ambao unaonekana mara tu ukitoka katika sufuria katika chungu, lakini unayeyuka kuelekea mahali pasipojulikana. Na ndivyo maisha ya mwanadamu wakati mwingine yanavyokuwa. Maana nataka nikwambie, miaka 200 inayokuja hapo mbele, kuna uwezekano mkubwa kwamba wote tuliokaa mahali hapa, wote, kuna uwezekano mkubwa kwamba wote tuliokaa mahali hapa, kila mmoja siku moja atafanyiwa program kama hii ambayo tunaifanya kwa mzee ambaye tunakwenda kumpumzisha muda sio mrefu. Maisha yanakimbia, maisha yanapita hima, na kama nilivyotangulia kukusisitiza hapo awali, naomba nirudie tena, ishi maisha yako vizuri sana, maana maisha hayana muda mrefu, yatakomeshwa. Kuna vielelezo vingi katika maandiko matakatifu, lakini naomba nisichukue muda mrefu kwa sababu naamini kila mtu mwenye akili timamu anaelewa kwamba maisha yetu ni mafupi sana. Lakini nataka nikupe dondoo ambayo mara nyingi ninapokuwa katika huduma ya kutoa faraja kama hivi, huwa ninaifanya kwa wale waliosalia wakiwa hai, kujikumbusha kila mmoja wetu kwamba maisha haya ni mafupi sana. Wapo watu ambao walitumia muda wao kufanya uchunguzi na kupima kwamba hivi watu wanatumiaje maisha yao katika kipindi cha uhai ambapo Mungu anakuwa amewapatia watu nafasi ya kuishi. Wastani wa maisha ya mwanadamu katika maandiko yaliyovuviwa ni umri kati ya miaka 70 mpaka miaka 80, na nilitangulia kusema hapo awali kwamba hatuna garantii kwamba lazima kila mmoja wetu apate bahati na zawadi ambayo aliipata mzee wetu mzee Elisha ambaye tunakwenda kupumzisha. Wadadisi wa mambo wanasema mwanadamu ambaye ataishi miaka takribani 80 ulimwenguni hapa atatumia takribani nusu, karibu nusu ya maisha yake yote ataitumia akiwa amelala kitandani. Na hao ni wale ambao kwa siku analala masaa 8, halafu anaenda kuchapa kazi, anakwenda katika shughuli nyingine. Wadadisi wa mambo wanasema ukiunganisha yale masaa 8 ya kila siku kupumzika, masaa 8 ya kila siku kupumzika, kuacha ule muda mwingine ambao ulisafiri usiku kucha, baadaye ukalala masaa 8, halafu ukajiongeza na mengine ya kupumzika, yale 8 tu ya mapumziko, wadadisi wa mambo wanasema tunatumia takribani miaka 26 mpaka miaka 39 tukiwa tumelala katika vitanda vyetu. Maisha ya mwanadamu ni mafupi. Kama ulifikiri una muda mrefu sana, nataka nikupe habari, huna muda mrefu sana. Maana muda mwingi unautumia ukiwa hujitambui, ukiwa hutafakari, ukiwa hauko kazini, ukiwa hauchapi kazi, ukiwa hautii watu moyo. Muda mwingi hautumiki hospitalini, muda mwingi unatumika ukiwa umelala kitandani. Na kwa taarifa yako, hayo ni mazoezi ya kujiandaa kwenda kupumzishwa katika chumba chako ambacho siku moja hautaamka mpaka parapanda ya mwana itakapolia. Nusu ya maisha ya mwanadamu inakatika akiwa amelala usingizi kitandani. Tuchukulie huyu mtu ametumia miaka 26 kulala. Wadadisi wa mambo wanasema atatumia maisha yake yote, kama ni mtu ambaye ni mchapakazi sana, atatumia miaka 13 tu katika juhudi yote alionayo, miaka 13 katika kufanya kazi. 13. Hata wale ambao tunasema amefanya kazi miaka 30, miaka 40,
sasa amestaafu, hakuna miaka 40 wala 30, ni 13. Maana kwa siku watu wanakadiriwa, wanaochapa kazi vizuri kabisa wanakadiriwa wanafanya kazi masaa 8. Muda mwingine utakwenda kula chakula, muda mwingine uko barabarani unasafiri kwenda kazini, muda mwingine uko na shughuli nyingine. Miaka 13 ya kufanya kazi. Na wewe kama ulifikiri una muda, nataka nikutie moyo kwamba tumia maisha yako vizuri. Viongozi wangu wa serikali, hatuna muda wa kutosha. Umewekwa kuwa kiongozi, chapa kazi. Muda wa kukaa kazini, hudumia watu. Muda wewe ni daktari, muda wa kuhudumia wagonjwa, hudumia wagonjwa. Muda wa kazi usiwe muda wa kula chakula. Muda wa kuhudumia watu usiwe muda wa kupiga porojo. Muda wa kuhudumia watu kazini usiwe muda wa kukaa kwenye mitandao na kuangalia vitu ambavyo havileti faida kwa wale ambao wamekuthamini na kukupa dhamana ya kuwahudumia. Fanya kazi kwa bidii, maana huna muda mrefu sana. Utaondolewa, nitaondolewa. Nikikueleza ninajiambia na mimi pia. Nikikwambia wewe nimekusonda kidole kimoja, vidole vitatu vimenigeukia mimi. Hatuna muda wa kutosha kama tunavyofikiri, wapendwa. Na wanaendelea kusema kwa sababu ya mambo ya teknolojia sasa hivi muda mwingi unatumika katika screen, kuangalia TV, kuangalia sijui huko kwenye basi unaangalia unashangaa, unaangalia sijui simu huko kwenye mitandao ya kijamii, unapitia kwenye kompyuta huko kwenye tovuti hii na hii na hii, unaangalia habari, unaangalia. Muda unaotumika katika screen ni miaka sasa hivi wanasema 11. Na ninyi mko hapa ambao mko na simu, niambieni mnakaa masaa mangapi kabla hujashika simu yako na kuchungulia? Kuna muda mwingi ambao unakwenda mahali hapo. Kuna muda wa miaka 8 unaotumika katika mambo ya burudani, katika mambo ya kujifurahisha. Umekwenda kushangilia sijui ni Simba na Yanga, umekaa mahali unaangalia tamthilia unaburudika, umekaa mahali unaangalia michezo, unafuatilia sijui michezo gani huko ambayo inafanyika katika runinga. Unatumia muda wa miaka 8. Wanasema kuna muda wa kula, wamecalculate kila siku unatumia muda gani, unapokwenda breakfast, unapokwenda lunch, unapokwenda chakula cha jioni, unatumia muda gani. Wanasema unatumia takriban miaka 4 katika kula chakula, unatumia miaka mingine 4 tena katika shughuli za ndani, kupanga vyombo kwenye kabati, kusafisha ndani, kufanya shughuli za hapo nje pakae katika mazingira mazuri. Miaka 4 ukijumlisha ule muda wa kila siku unapofanya kazi hiyo, unakatika katika maisha yako yote. Unatumia muda wa miaka 3 tu kukaa chini na kumsikiliza mwalimu katika ngazi zote, kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu. Na kama umesoma sana, umefika katika level za juu, wewe ni profesa, una PhD, wewe ni daktari, basi umetumia miaka 3.5 ya kumsikiliza mwalimu. Umetumia katika maisha yako yote, kama utaishi miaka 80, miaka 2 tu ya kukaa na wale uwapendao, ukiwaeleza unawapenda kiasi gani, ukiwaonyesha unawapenda kiasi gani, ukiwahudumia kuwaonyesha unawapenda kiasi gani. Ni miaka 2 tu. Miaka mingine na muda wote uliosalia uko na shughuli nyingine. Unatumia mwanamke miaka 2 kujipamba. Unajiangalia nywele zimekaaje, unavaa hii nguo, unavua tena, unasema hii siwezi kwenda nayo leo. Miaka 2 inakatika. Na kama matokeo yake wanaume wanatumia miaka mingine 2 kushangaa wanawake, maana wametumia 2 kujiandaa. Wanaume wanatumia miaka mingine 2 kushangaa wanawake na yale yanayoendelea. Unatumia mwaka mmoja kushangaa, yaani unashangaa hujui nini kimeendelea. Hii ni kidiawani imepita hiyo. Hii mabasi ya nani ya Abudi yameongozana. Yaani unashangaa. Hata wakati mwingine unashangaa na hujui unachokishangaa. Umetumia mwaka mmoja. Kama utaishi miaka 80 katika mambo hayo, orodha inakwenda, ukijumlisha shughuli zote ambazo zinachukua muda wa wanadamu, utakwenda mpaka utapata namba hasi. Utakwenda kwa negative, kwa sababu
hauna muda wa kukutosha mwanadamu kufanya yote ambayo ungeweza kuyafanya na ambayo ungetamani kuyafanya katika kipindi cha miaka 80 ambayo Mungu atakujalia ikiwa utakuwa umepata bahati. Kwa nini ninawaeleza haya? Ninakueleza haya ili utafakari kwamba hivi ni kitu gani ambacho kinakufanya udhani una muda wa kutosha wa kusuluhishana na mwenzi wako wa maisha, kiasi kwamba unaweza ukakaa na kinyongo katika moyo wako, hujamsamehe mke wako, hujamsamehe mume wako, na kila mara mnapotaka kuyazungumza myamalize unasema tutatafuta wakati mwingine. Hivi unajua una miaka tu miwili ya kuhusiana na hao uwapendao, na sio huyo tu mmoja, ni jumla ya muda wote uliotumia kwa watu wote. Laiti ungejua huyo uliyepewa huna muda mrefu sana wa kukaa naye, ungempenda, ungemheshimu, ungemhudumia, ungemjali, ungemthamini. Tumia muda wako vizuri mwanadamu, muda ni mchache. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda ni finyu, hautoshi kwa ajili ya shughuli zote. Laiti ungelijua wewe kijana kwamba hautakaa muda mrefu sana na wazazi wako. Laiti ungelijua kwamba mama yako yule aliyekuzaa kwa uchungu hautakuwa na muda mrefu sana wa kumhudumia. Ungekuwa unakumbuka leo ukiwa hai na yeye akiwa hai, kumtumia M-Pesa, kufanya miamala isome katika simu yake. Ungefanya yote unayoweza, tena kwa haraka na kwa nguvu sana, maana muda ulionao ni mfinyu kijana. Una muda mdogo sana rafiki. Muda ni adimu, haupatikani. Kuna watu wanatamani leo wangeenda kuhudumia wapendwa wao, lakini hawawezi. Kuna watu wangetamani wangekuwa na shughuli za kufanya, lakini hawawezi, maana muda ni mdogo. Baba yetu huyu amelala, lakini alikuwa amekwenda kwenye shughuli ya kuanzisha hospitali miaka 78. Hata nikawa najiuliza, hivi mimi nimefanya nini katika miaka yangu hii sijui 30 ngapi ambayo ninayo? Nina nini ambacho ninakifanya cha maana? Kama mzee wa miaka 78 anaweza akaendesha gari, hajaridhika, hajatosheka, amekuwa mkurugenzi, amekuwa muuguzi, amekuwa mhubiri wa Injili, lakini hajatosheka, anasema muda huu nitautumia kwenda kufanya mambo yatakayoibariki jamii. Wewe kijana, ni kitu gani kinachokufanya udhani una muda sana na una miaka 20? Ni kitu gani kinakupa kiburi ushindwe kuhudumia watu vizuri na una miaka 40 na tayari unaanza kujiita mzee, kwamba sasa wewe ni mzee hata hutakiwi kusumbuliwa kuhudumia watu? Na mzee wa miaka 78 ameendesha gari aende akahudumie watu. Mungu na akukemee katika jina takatifu. Ayubu anasema muda wetu ni mfupi. Naomba nimalize kwa kuwaeleza kwa nini mzee Elisha katika maisha yake alichagua kuamini kile alichokiamini. Alijua muda ni mfupi. Na wewe ungekuwa unajua kwamba muda ni mfupi, na ungekuwa unajua yatakayokuja baada ya hapo, usingecheza. Huyu mzee alisoma katika kitabu cha Mhubiri sura ya 9 na sura ya 10. Na andiko likamwambia, lolote mkono wako upatalo kulifanya chini ya jua, lifanye kwa nguvu zako zote, maana huko kuzimu uendako hakuna kazi, hakuna ufahamu, hakuna ujuzi, hakuna maarifa. Ninaomba Mungu akusaidie kuelewa kwamba muda ulionao wa kuwapenda hawa wanaokuzunguka ni sasa hivi ukiwa hai. Kama kuna muda wa kupeleka maua kwa wale ambao unawapenda, ni sasa hivi wakingali hai. Maana andiko linasema wafu hawajui neno lolote, na hiyo ndiyo inayoleta machozi tunapokuwa katika nyakati za msiba. Maana tunajua tulizoea kuishi naye, tulizoea kuzungumza naye,
tulizoea kupata faraja yake, lakini sasa kwa kitambo fulani hatutasikia tena zile hekima zake, hatutapata tena ile faraja yake, hatutapata tena ile huduma yake, hatutapata tena yale mawazo yake, hatutapata tena ule mchango wake, kwa sababu huko unakokwenda, anakotangulia baba yetu, wewe na mimi tunakwenda, na tusipoyafanya yale yatupasayo kufanya leo, hatutapata tena nafasi ya kuyafanya milele. Na nataka nikwambie, ukiugua unaweza ukipata kidonda unaweza ukatibiwa, hata kama utabaki na kovu kitapona. Lakini kidonda kibaya ambacho hakiponi ni muda uliopotea. Ukipotea muda, haurudi nyuma, hautarudi nyuma. Na kwa hiyo huyu mzee alijua kabisa kwamba maisha ya mwanadamu haya ambayo ni finyu, ambayo yamejaa taabu, ambayo yamejaa misongo, ambayo yamejaa magonjwa, alijua siku moja ataondoka, kama wewe na mimi, kila mmoja wetu anavyojua leo hii kwamba siku moja tutaondoka. Alichokifanya ni kutengeneza mahusiano na Mungu wake wakati yuko hai. Alijua maandiko yanachokisema. Ngoja nikueleze, kama hukujua, huwezi kumwabudu Mungu ukiwa umelala mauti. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema, si maneno yangu, Biblia inasema wafu hawajui neno lolote. Ndicho alichoamini mzee huyu. Kwa hiyo kama kuna wakati wa kusikiliza sana viongozi wako, wa kusikiliza sana wazazi wako, wa kumsikiliza zaidi Mungu, ni sasa hivi ukiwa hai. Maana ukifa, Biblia, narudia tena, inasema hujui neno lolote, na huko uendako hakuna kazi yoyote. Kasome kitabu cha Mhubiri sura ya 9 na sura ya 10. Ninakueleza haya kwa sababu nakupenda. Siko katika mijadala ya kithiolojia, siko katika midahalo, ninakueleza ukweli wa Mungu aliye juu mbinguni. Usipohusiana na yeye katika muda ambao amekupatia ukiwa hai, hutakuwa na hiyo nafasi tena milele na milele. Mpende Mungu ukingali hai. Huna muda mrefu. Nenda kanisani, nenda msikitini. Jumapili hii rudi kanisani. Kama ulikuwa na miaka mingi hauendi kwenye maombi, safari hii, sabato hii, nenda kanisani. Jumamosi, Ijumaa hii wewe ni mtu wa msikitini, na kwa moyo wako wote unaamini ndivyo Mungu anavyokuamini, kimbia msikitini, nenda kafanya sala zote unazotakiwa kufanya, maana muda wako ni mfupi sana. Haya, mwisho ninayokupatia katika kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4. Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4 aya ya 16 na ile aya ya 17. Biblia inasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Ni waliokufa katika Kristo, maana yake wale ambao siku mauti inawakuta walikuwa wamepatanishwa na Kristo, walikuwa wamepatanishwa na Mungu wao. Hao maandiko yanasema watafufuliwa kwanza. 17, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja na Bwana, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. 18, basi farijianeni kwa maneno hayo. Faraja yetu, tumaini letu, ujasiri wetu, imani yetu, majivuno yetu ni kwamba Yesu Kristo anarudi tena mara ya pili. Na ngoja nikwambie, hiyo inatosha kukufariji. Hiyo inatosha kuwapa matumaini wanafamilia. Kwa sababu ukilijua hilo vizuri, unajua hiki chombo ambacho tumemtunza ndani yake baba yetu, unajua ile nyumba ambayo tunakwenda kumweka muda sio mrefu,
pamoja na masikitiko yote tulionayo, pamoja na huzuni zote tulizonazo, tunajua kwa hakika kwamba iko siku inakuja. Amini usiamini, hiyo siku ni hakika kama jua kuchomoza wakati wa asubuhi. Atakuja yeye ajaye na wala kamwe hatakawia. Na siku atakapokuja, tarumbeta italia, kutapambazuka, na giza lote la huzuni litatoweka. Machozi yote tuliyolia yatafutwa. Ninataka nikueleze, kuna siku moja atakufa mtu wa mwisho. Kuna siku moja tutalia machozi ya mwisho. Kuna siku moja litachimbwa kaburi la mwisho. Na katika siku hiyo ninataka nikueleze, ataita majina ya watoto wake, kama siku ile alivyomuita Lazaro kutoka kaburini, na Lazaro akatoka akiwa hai. Ataita majina ya watu wake kama alivyoita mtoto yule wa Yethro katika nyumba ile alipokuwa amelala, na akamwamsha mtoto yule. Ataita majina ya watoto wake kama alivyokutana na yule mama mjane aliyekuwa akielekea katika mazishi, na akamwamsha mtoto yule aliyekuwa amelala mauti. Ilikuwa ni mifano aliyokuwa akiifanya, kwamba kama wewe na mimi tutamchagua, tutamwamini, tutampenda, tutamtumikia, tutakuwa wacha Mungu, tutapenda walio karibu nasi, tutakuwa watu wa ibada, tutakuwa watu wema, tutahudumia walio jirani na sisi, tutafanya yote mema yaliyo ndani ya uwezo wetu. Ataita majina yetu, na ninataka niwaambie, ataita jina la mzee Elisha, na siku hiyo hili jeneza halitaweza kumshika. Nguvu za mauti hazitaweza kumshika. Unaniangalia ninahubiri kama aliyechanganyikiwa. Ninajua muda umekwenda na ndivyo ninavyomaliza, lakini ngoja nikueleze matumaini tulionayo. Ni kwa sababu Yesu Kristo ana uwezo, ana nguvu, ana mamlaka, ni mbabe dhidi ya mauti. Wacha kifo kitulize leo, lakini kuna siku tutaangalia makaburi, tutauliza mauti, kiko wapi kifo chako mauti, na nguvu zako zile zilizotuseta sana, zilizotuliza sana, iko wapi ile nguvu yako? Ni siku ambayo Yesu Kristo ataita jina lako. Huyu mzee ataamka. Wote waliolala wamepatanishwa na Mungu wataamka. Wewe uko hai. Nimekueleza yote niliyoweza kukueleza ndani ya muda huu mfupi. Nenda kamche Mungu. Na mimi nimechagua kumfuata yule ninayemfuata, maana najua ana nguvu dhidi ya hii kitu. Ilimpata akaingia huko, akatikisa nguvu za kaburi. Jumapili alfajiri na mapema, haleluya, alitoka kaburini akiwa kama mshindi dhidi ya nguvu za mauti. Na anasema, mimi Yesu Kristo ndimi njia, kweli na uzima. Yeye ajaye kwake, yeye amwaminie, hata akifa siku moja ataishi. Maana ametangaza kwamba zile funguo ambazo zimetafutwa muda mrefu na hazikupatikana, maana shetani alikuwa amezificha katika nguvu za dhambi, Yesu Kristo amezikamata, na anaweza kufungua akatekenya vitasa vya kuzimu. Aliingia akatoka. Tunazungumza hii, yuko hai na anaishi. Chagua vizuri unayemfuata. Ninaomba neno hili liwafariji wanafamilia. Ninaomba neno hili liwe matumaini kwetu kwamba mauti hii si mwisho. Wacha tulie, kwa sababu tunahuzunika kwamba ile kampani tuliyokuwa nayo tutaikosa kwa muda mfupi, kwamba ule uzoefu aliokuwa nao tutaukosa kwa muda mfupi, lakini it's not the end. Sio mwisho. Kifo nacho kina mwisho wake. Ninaomba Mungu akupatie moyo wa hekima wa kuyaelewa hayo na kuyafanyia maamuzi, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.